Boni Online TV. Changamoto za jumla za utoaji wa huduma kwenye wilaya ya Ubungo zipo, na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inafanya kazi kubwa sana kuzitatua changamoto hizi. Changamoto nyingi za kwetu ni historical, lakini nyingine ni mpya. Wilaya yetu kama mnavyofahamu ni mpya, imeanza 2015. Nyuma yangu hapa utaona mkuu wa wilaya ya kwanza alikuja hapa 2016. Si ndio? Mimi ni mkuu wa wilaya wa 7. Kuna wilaya kama Handeni, mimi nilikuwa ni mkuu wa wilaya wa 26. Toka mwaka 61 kuna mkuu wa wilaya. Sasa wilaya hii ni mpya. Kwa hata inapotokea kwenye upatikanaji wa huduma, lazima yenyewe serikali iwekeze nguvu kubwa zaidi kufikisha huduma. Maeneo mapya ni mengi ambayo wananchi wameenda wamejenga na kuanzisha makazi. Ukiangalia Kimara ya miaka 10 iliyopita sio Kimara ya leo. Ukienda huku Msakuzi, Mbezi mpaka Kibamba huko mwisho unakoelekea, unapoenda Mpiji, kule kote ni maeneo ambayo ni mapya. Kwa huduma kufikishwa kule kunachukua muda, lakini tumepeleka huduma za maji. Kuna tanki la lita milioni 9 limejengwa, liko tayari. Tumelaza mabomba na sasa hivi tunapeleka mabomba mpaka mtaa wa Banei kule. Nimeenda juzi tumepeleka kilomita 1 ya mabomba, lakini ujenzi wa barabara tunaendelea kufanya, kurekebisha barabara za ndani na hizi barabara kubwa. Yote haya ni maendeleo ambayo yanakuja kwa sababu ya ukuaji wa mji. Kwa hiyo changamoto hizi zipo na serikali inaendelea kufanya kazi kubwa sana kuzitatua. Lakini ujenzi wa mashule unaendelea kufanyika ili watoto ambao wamehamia maeneo hayo au familia ambazo zimehamia maeneo hayo ziweze kupata huduma za shule, huduma za afya na huduma nyinginezo. Kwa hiyo hili tunaendelea kulifanya kwa ukubwa wake na kwa umakini sana ili wananchi wasiteseke kwa kukosa huduma za msingi. Sasa hili la kanisa la Ufufuo wa Uzima ambalo liko kwenye wilaya yetu, ni kweli kuna wananchi jana walijaribu kuleta vurugu usiku baada ya kuwa limetolewa agizo au amri ya kusitisha huduma katika kanisa lile pale. Jambo moja ambalo nataka kwanza lieleweke, na hata waumini baadhi nilipofika pale jana asubuhi niliwaambia, na nashukuru kwamba walinielewa nilichokisema. Barua ya kusitisha huduma mimi ndiye niliagiza ipelekwe pale saa 11 jioni, na wala hatukupeleka na jeshi la polisi. Tulimtuma afisa kwa kuheshimu kwamba lile ni eneo la kuabudu. Nilipojulishwa kwamba kuna maelekezo yametoka, kuna barua imetoka, nilitoa agizo mimi binafsi kwamba ile barua wala hakuna haja ya kupelekwa kwa polisi wala kutumia nguvu yoyote kwenda kutengeneza taharuki. Saa 11 kwenda saa 12 barua ile ilipofikishwa pale walikataa kupokea. Mara ya kwanza, mara ya pili iliporudi wakasema nendeni mkamtafute sekretari wa Gwajima, yeye ndo atapokea. Sasa ile ni taasisi. Sheria inatutaka barua au notice yoyote uitoe kwenye address inayofahamika, the last known address, kama mtu hapatikaniki au haonekaniki. Wakagoma kupokea barua. Sasa hizi kauli za kwamba labda wamevamiwa na polisi, hapana, si kweli. Polisi wamefika pale saa 3 kwenda saa 4 usiku baada ya wao sasa kuendelea na shughuli zilizositishwa kwa barua ambayo walikataa kupokea. Pale ndipo jeshi la polisi lilipofika na kuambia hapana, hiki mnachokifanya ni kinyume na nini? Na sheria, kwa sababu tayari kuna agizo la kusitisha shughuli mnazofanya pale. Badala ya kutii maelekezo yale, wao wakaleta ukaidi, kuanza kurusha mawe, kufunga barabara, kuharibu mali, wakijirekodi. Ule ni ukaidi. Hatuwezi kuendesha nchi au kuongoza wananchi kwa watu ambao wanajiamulia wao kuwa wakaidi. Kwa sababu hata kama unadhani unayo haki, kuna taratibu za kutafuta haki yako au kulinda haki yako, sio kupiga mawe, sio kuharibu mali.
Hapana. Kufunga barabara. Hapana. Kwa kilichofanyika pale ilikuwa ni ukaidi wa amri ambayo mpaka sasa ndio amri halali ya kusitisha huduma katika kanisa lile. Sasa kama kuna mtu yoyote ambaye anadhani amri ile sio halali kwa mujibu wa sheria, arudi kwenye taratibu zinazosema ni namna gani unaweza ukabatilisha amri ambayo wewe unadhani sio halali. Lakini sio kwa kukaidi na kuendelea kuwepo pale. Ukiwepo pale ni kinyume cha sheria. Sisi tutakachofanya kama serikali ni kukushurutisha wewe sasa kutii sheria. Na hilo ndilo ambalo jeshi la polisi wamefanya. Kazi ya jeshi la polisi ni kusimamia maelekezo yanayotolewa, kulinda amani na utulivu. Sasa kama yeye alikuwa anadhani kwamba amri ile sio halali au kile kilichofanyika sio halali, kwa nini ametoroka na kukimbia sasa? Kwa nini hajajitokeza? Si unasimamia haki? Si unadhani umeonewa? Sasa kwa nini ujitokeze? Mimi sijamuona. Nilichoona tu ni clip inazunguka huko, yuko chumbani anasema tuko hapa tumevamiwa. Na nani? Sasa kama unajua waliokuja ni polisi, wewe unaogopa polisi kwa nini? Jitokeze sasa. Uje ueleze hicho ambacho tuko nakieleza. Ili tukusikie na sisi tukupe majibu yetu au tutoe ufafanuzi. Kwa hiyo hilo kwa ngazi ya wilaya, kwa sababu yupo msemaji wa jeshi la polisi ambaye atalisemea pale muda utakapofika, lakini kwa ngazi ya wilaya jeshi la polisi lilichofanya ilikuwa ni kwenda kusimamia maelekezo ambayo tayari tulishahakikisha wameyapata bila kutumia jeshi la polisi. Mapema kabisa saa 11 saa 12 taarifa zilipelekwa pale kwa barua, wakagoma kupokea. Kwa ndio hilo. Mengine utaenda kuuliza kwa Gwajima mwenyewe. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.